Uwanja wa KMC Complex zimekuwa za neema zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ya kiporo ambacho kilikuwa kimesalia kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Nipo na Dula Heavyweight kuzitathmini dakika zote 90 kwa namna ambavyo tumeshuhudia mchezo wa hii leo. Hali yako iko vipi kaka? Bana kwema, mambo anasemaje? Salama bin Salmini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mpira mkubwa, mchezo mzuri, kila timu ikipishana na mwenzie. Kwa namna ambavyo umetazama Simba kwa kikosi ambacho tulikiangazia kwa asilimia kubwa kimekuwa vile tofauti ya nafasi moja tu. Niambie vile ambavyo umemuona mwalimu Fadlu Davis akimwadhibu vikali Simba. Of course mechi imekuwa nzuri. Kwanza, jambo la kwanza, Simba imeweza kuondoka na ushindi mkubwa wa mabao 6-0, umeelewa? Kwa tafsiri haraka haraka ni kwamba Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma Jiji mabao 6. Manake before mchezo huu Dodoma Jiji waliwahi kufungwa magoli mengi zaidi katika mchezo mmoja dhidi ya Yanga, katika mchezo ambao Yanga waliweza kuondoka na mabao 4-0, lakini pia waliweza kufungwa na mabao 3-1 dhidi ya Azam FC, umeelewa? Katika hii scenario watu wasichukulie poa, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Simba katika mabao yote hawajapata penalty, hawajapata mkwaju wa penalty. Manake inakuwa timu ya kwanza kuifunga Dodoma Jiji zaidi ya mabao 3 pasipokuwa na mkwaju wa penalty. Kwa mantiki hiyo ni kwamba Simba Sports Club walikuwa bora kwenye mchezo, umeelewa? Na kuna performance kubwa sana nimeiona. Kuna vitu vimeongezeka sana kwenye eneo la ushambuliaji la Simba, kwa sababu mwanzo watu walikuwa wanaongea wachezaji fulani na fulani wanaonekana namba zao ziko chini, lakini leo Kibu Dennis peke yake amecontribute mabao 4 katika 6 ambayo amefungwa. Ameanake amefunga 2 na kuweza kuprovide assist mabao 2. Unajua mimi huwa kuna vitu nikivizungumza watu ni kama wanapuuza au kama wananiona kama na bwabwaja au naropoka. Nataka niwaambie watu leo hivi, mimi nikizungumza kitu, hicho kitu tayari ni proven, yani nina uthibitisho nacho na nina uhakika nacho. Nilivyozungumza kuhusiana na kuna mjadala uliibuka Max Nzengeli alivyofunga katika mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Coast. Kulikuwa kuna mjadala, nafikiri unakumbuka. Nakumbuka vizuri. Watu niliulizwa swali kwamba ikitokea amesajiliwa Simba anaweza akaanza kikosi cha kwanza. Nika doubt. Nikasema ni mchezaji mzuri. Mwanzo nikasema ni mchezaji mzuri, lakini nina doubt kwamba je, anaweza kuingia kikosi cha kwanza cha Simba? Kwa sababu nilikuwa nafikiria vitu kama hivi. Nikaulizwa Kibu vipi? Nikamwambia Kibu bado still ana nafasi ya kucheza mbele ya Nzengeli. Leo amefunga na kuprovide assist. Ameassist mara 2 na amefunga mabao 2. Lakini sio kufunga na kuprovide assist. Ameonyesha performance nzuri. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi uwanjani. Ana uwezo wa kudribble, ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kucreate, ana uwezo wa kuchezesha timu, ana uwezo wa kukaba, ana nguvu, ana kasi, anapiga mashuti. Sasa mchezaji kama huyu manake kwa lugha ya kitaalamu ni complete player. Amefunga kwa kichwa, anafunga kwa miguu yote miwili. Ni most complete player. Sasa mimi watu nilikuwa nawaambia wakawa wanaona kama huyu bwana mdogo kumbe mimi ndo ninawaambia wao sasa kwamba nyinyi hamkufanya review yenu vizuri. Leo huyu hapo watazungumza nini? Niambie wachezaji waliofanya vizuri leo kwa klabu ya Simba mmoja ni wachezaji karibuni wote wanaounda kikosi cha Simba Sports. Lakini tumwangalie Elie Mpanzu kabla hajaenda kwa Jean Chalea huku kuna Dese Mukwala. Of course wote ni wachezaji wazuri. Kwa mfano kama Mpanzu nimemzungumzia sana. Sawa? Na nikasema hata huu mjadala wa kumfananisha Mpanzu, yani of course mijadala ipo kwenye football kwa sababu lazima huyu akiwa na huyu lazima na huyu atataka awe na huyu. Hiyo vitu vya kawaida. Lakini nilitoa tahadhari nikasema huyu Mpanzu kwenye ligi hii haiwezi kumshinda. Mwanzoni kabisa natua nikasema huyu Mpanzu kwenye ligi hii haiwezi kumshinda. Sio menelewa. Kwenye yale majaribio yake kule KRC Genk alifunga mabao 3 kwenye mechi 3. Kule ni wapi? Belgium. Umeelewa? Sasa mchezaji kama utakuja useme ligi ya Tanzania imshinde? Inakuwa ngumu. Inawezekana vipi? Ligi ya Tanzania serious imshinde ligi ya Tanzania? Kwa hiyo nikazungumza nikasema, na leo amefunga moja wa goli bora. Amefunga goli kuna mpira alipiga, alifanya attempt nje kidogo ya box kwa shuti kali. Watu wasichukulie poa, Dodoma Jiji huwa hawaconcede sana aina ile ya magoli. Ili la kwa la pili tu kwenye magoli yote wale concede. Ili la kwa la pili. Umeelewa? Mara mwisho kabla ya Mpanzu kufunga leo walifungwa dhidi ya Kagera Sugar. Katika attempt kama ile ilipigwa na Ibrahim Kasim Feka.
Umeelewa? Kwa shuti kali. Leo Mpanzu nawafunga tena. Kwa hata ile structure ya kiulinzi huwa mara nyingi wanaruhusu makosa pembeni kwenye half space kama goli aliyofunga Jean Charles Ahoua ambao linafanana na Peter Luasa katika mchezo pia dhidi ya Kagera Sugar. Vile vile Peter Luasa alipokea mpira kwenye mazingira kama yale aliyopokea Jean Charles Ahoua kwenye bao lake la kwanza akafunga. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna aina fulani ya magoli ambayo sio sana kwa timu kuruhusu. Lakini hata mipira mirefu, umeelewa? Kwa mfano kuna mpira ambao kuna bao ambalo limefungwa kwa kupitia mpira mrefu, limefungwa na Jean Charles Ahoua pia. Ulipigwa mpira mrefu kutokea nyuma, ukaenda kwa Shabalala ambaye alipiga cross iliyomkuta huyu Jean Charles Ahoua akafunga. Si mnakumbuka ile goli? Hawa wamekuwa Meki Maxime anatakiwa aangalie jinsi gani anaweza kuzuia hilo tatizo kwa sababu sio mechi moja tu. Katika mchezo dhidi ya Ken Gold wanatoka sare ya mabao 2-2. Mipira yote mabao yote mawili ambayo walifungwa ilitokana na mipira mirefu nyuma. Imepigwa mipira mirefu kutokea eneo la build up la Ken Gold mpaka kwenye eneo la mbele, inasababisha attempt ambazo zinaenda kuzalisha mabao. Lakini dhidi ya Azam FC, namalizia dhidi ya Azam FC katika mabao matatu Azam walishinda 3-1 kule Dodoma. Bao moja walipata penalty, lakini kuna mawili yote yalitokana na mipira mirefu kutokea nyuma. Moja ulipigwa na Yani Kibangala, umeelewa, goli likafungwa na Saaduni, nyingine ilipigwa na goalkeeper Mohamed Mustafa. Mpira baadaye goli kaja likafungwa na Jibril Sila. Maana ulitua kwa Saaduni akamsetia Feitoto akamsetia Lusajo akapiga kwa Jibril Sila akafunga. Kwa hiyo kwa maana hiyo naongea haraka kwa maana hiyo wanatakiwa waangalie jinsi gani wanaweza kuzuia mipira mirefu. Kwa upande wa Simba wameweza kutumia zile weakness na kupata mabao. Si umeelewa? Kwa hiyo nawaambia hakuna kitu kipi ambacho kimetokea kwenye mchezo. Na Simba mpaka wanafunga mabao 6 pasipo penalty, pasipo blanda yoyote, kwa sababu mechi ya mwisho ambao waliwahi kufungwa mabao mengi ilikuwa ni 4-0 ambako kulikuwa kuna blanda. Ramadhani Kayoko nafikiri ni Arajiga alitoa penalty ambayo si halali. Umeelewa? Mudikala ndo alihusika kwenye ile penalty, lakini hakumchezea foul Prince Dube. Lakini Dube pia katika mchezo huo akafunga bao la offside ambao ikawafanya wao Yanga kuwafunga mabao 4 ambao ndo kwa muda ule ilikuwa anashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi kwenye mechi moja ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo Simba kufunga magoli ambayo ni halali yote, tunataka tuwape heshima. Hiyo rekodi iweke sawa ni kwa upande wa Dodoma na Simba Sports. Yeah. Kwa idadi ya mabao, maana watu wanaweza kadhani unazungumzia ujumla wa ligi. Of course kwenye mechi zote ambazo Dodoma wamecheza msimu huu so far mpaka tunafika hapa, Yanga ndo mwanzo walikuwa wamemfunga Dodoma Jiji mabao mengi zaidi 4-0. Kwa sasa hivi rekodi hiyo inashikiliwa na Simba. Niambie ushindani sasa unavyouona Jean Charles Ahoua mabao 12 hivi sasa, lakini wapo ambao wanamkimbiza nyuma yake. Ni mchezaji mzuri na nimeshazungumza sana. Sawa. Unajua hapa tutakuwa tunafanya repetition, lakini huyo mchezaji ni mzuri na mara zote nimesema system ya Simba inambeba. Watu walikuwa hawaelewi system ya Simba, yani kwamba namba 10 anahitajika na Simba ni yule ambaye ana uwezo wa kufunga, hana mambo mengi, anafanya vitu basics za mpira, anapiga pasi kwenye maeneo, ana provide assist pale anapokuwa kwenye nafasi ya kuprovide assist, anafunga pale anapokuwa kwenye position nzuri ya kufunga. Ile ndo namba 10 ambayo Simba walikuwa wanahitaji. Si umeelewa? Yeah. Goli lipi ambalo limekufurahisha zaidi? Wenda niweke kwa Laeli Mpanzu kwa sababu alifanya attempt ambayo ilikuwa ni nzuri, lakini kuna goli ambao walifunga Simba kupitia kwa Kibu Dennis. Goli la pili la Kibu Dennis nalo ni nzuri kwa sababu ndani ya penalty box anafanikiwa kumtoka mtu na kuweza kufunga. Ile ni bonge moja la goli, pia nimelipenda sana. Lakini man of the match wangu mimi, kwa upande wangu mimi, ni Kibu Dennis. Prosper. Of course anastahili leo. Laeli Mpanzu alikuwa na performance nzuri, lakini Kibu anastahili leo. Nashukuru sana hivyo. Nashukuru.